mchakato wa uwanja ilikuwa ni swala la kwanza. Niseme tulifanya maombi klabu ya Young Africans inayo ardhi katika eneo la Jangwani. Ardhi hiyo ina ukubwa wa square mita 1035. Ulipokuja mradi wa kutengeneza ile eneo linaloitwa Bonde la Msimbazi, ukawa kuna machaguo mawili. Ile eneo lilihitajika kuingia kwa sehemu ya mradi. Baada ya kutuletea mapendekezo, yalikuwa mapendekezo mawili. Pendekezo la kwanza ilikuwa ni Young Africans kulipwa fidia ya lile eneo. Na pendekezo la pili lilikuwa ni Young Africans kulitoa lile eneo liingie kuwa sehemu ya mradi, halafu lirudishwe baada ya mradi kuwa umekamilika. Kwa hivyo sisi kwa nafasi yetu kama viongozi tulichagua eneo lile lisilipwe fidia, litoke liingie kwenye mradi. Na nini kinakwenda kufanyika kwenye mradi? Nafahamu wengi mnafahamu pale kuna challenge ya kuja maji na mafuriko. Na yale maji yanakwenda au mkondo wake unaingia baharini. Kwa hiyo serikali yetu chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ilifanya mawasiliano na watu wa World Bank na kupeleka pendekezo la kutengeneza ile sehemu kwa sehemu nzuri na yenye mvutio. Sehemu ambayo ule mto Msimbazi utachimbwa, kina chake kitaongezwa, alafu watajenga wanaita retaining walls, zile kuta za kukinga mafuriko. Alafu sehemu ya ule udongo unaochimbwa utajazwa pembezoni mwa mto kwa ajili ya kuleta mazingira mazuri. Kwa hiyo sehemu ambayo itakayojengwa ya kujaza ule udongo, sehemu moja hapo ndio ile eneo ambalo Young Africans ilikuwa imetoa. Kwa hiyo baada ya mchakato huo kukamilika, sisi tukakubali eneo letu lichukuliwe likaingia kwa sehemu ya mradi, na baada ya hapo tukaleta pendekezo maalum sasa la kuomba eneo letu lirudishwe. Lakini kulikuwa kuna changamoto moja. Eneo letu la Yanga halikuwa kwenye shape ya kujenga uwanja. Hizo square mita 35 zilikuwa ni kona kona. Kwa hiyo pendekezo ambalo tulipeleka ni kuomba sasa eneo ambalo liko katika size ya mstatili, square mita 37,500, kwa maana mita 250 urefu kwa mita 150 upana. Kwa hiyo pendekezo hili lilikwenda serikalini, na kama ninavyosema ardhi yetu iliyochukuliwa haikuwa square, ilikuwa ina kona kona, na hili ambalo tumejiomba sasa square mita 37,500 ambayo inaleta tofauti ya only square mita 2,500 kutoka kwenye zile size ambazo tulizitoa. Kwa baada ya kufanya hivyo, serikali imepokea, na mimi katika mkutano mkuu wa wanachama mwaka jana nilikuwa na wawakilishi kutoka hapa Sumbawanga, na nilimsikia Mheshimiwa Waziri kaka yetu Mchengerwa akitoa ahadi ya serikali ya kwamba serikali itatoa ardhi ile kwa Yanga. Na wewe tulisikia na tulipokea, kukawa kuna taratibu nyingi za kufanyika ili eneo hilo lirudi kwetu, ikiwemo serikali kuanza kulipa fidia kwa watu wote, lakini pia serikali kumidentify mkandarasi wa mradi ili aanze hizo taratibu. Taratibu hizo zote zimekamilika. Mwezi mmoja uliopita ikaja timu kutoka kwenye mradi ambao mradi huo uko chini ya TARURA. Akaja mkurugenzi anaitwa project manager wa mradi, tukafanya naye site visit, wakaweza kuidentify zile corner points kwa ajili ya mradi ambao wote tulikuwa tumeuona, na baada ya kuchukua coordinates wamekwenda kutengeneza ripoti. Na hiyo tunazungumza ripoti ambayo inakwenda kutoka uwanja iko kwenye meza ya waziri Mchengerwa. Ripoti hiyo iko kwenye meza ya Mheshimiwa Waziri, na mawasiliano yangu na ofisi ya Katibu Mkuu wa TAMISEMI ambayo imefanyika siku 3 zilizopita ni kwamba timu nzima ya Wizara ya TAMISEMI iko Dodoma bungeni, na kama mmefuatilia vikao vya bunge mtaona kulikuwa kuna budget ambayo iko chini ya Wizara ya TAMISEMI, wanaendelea nayo. Hadi inaweza kuachukua siku kadhaa mpaka mwanzoni mwa wiki ijayo. Tunataraji sasa kurudi ofisini
wiki ijayo baada ya kumaliza taratibu za kibudget tunaweza kupata jibu letu la mwisho. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba tutapata majibu ya serikali yanayohusiana na utoaji wa kiwanja, na tukifanikiwa hapo kick-off ya mradi itaanza. Mzigo ndio huu. Naona kabisa leo utajiramba. Leo utajiramba, naona mzigo nadhani ni huu. Superhero. Yes. Superhero. Mchele safi na salama unaopendwa na watu wote. Ni Superhero Rice unaotengenezwa na kampuni ya KPCL Tanzania. Unasikia? Safi kabisa. Hapa umepatia. Safi kabisa. Sasa huu mchele unatengenezwa na kusambazwa na kampuni ya KPCL Limited ambao unasambazwa Afrika Mashariki na Kati. Hata nchi zingine wote wanaupenda. Ni KPCL. Ni Superhero Rice unaotengenezwa na KPCL Limited. Ofisi zao zipo Rusumo, zipo Kahama, maeneo ya Kagongwa. Utawapata maeneo yote haya.